ambao unaingia kwenye www.tff-tickets.com. Huko ndiko ambako tiketi zinapatikana. Na namna yake ni kwamba ukishaingia kwenye mfumo wenyewe utakutana na shindano ambalo unahitaji kwa wakati huo kuweza kununua hiyo tiketi. Kwa sasa maana yake ni ngao ya jamii. Kwa hiyo unapoingia pale itakuletea aina ya majukwaa ambayo unataka kwenda. Hii hapa ni aina ya mfumo wenyewe kama ambavyo nimesema. Ukiingia unakutana na kitu kama hicho, na baada ya hapo utakwenda kwenye eneo ambalo linakuambia chagua sehemu ambayo unataka kwenda kukaa, kwa maana ya kwamba ukiangalia hapa kuna Orbit ambayo ni shilingi 10,000 kama tulivyokuwa tumetangaza, lakini kuna Russia shilingi 20,000, kuna saa 10,000, VIP A 50,000 na Wing A 30,000. Zote unaziona ziko hapa. Ukishachagua eneo ambalo unataka kwenda kukaa, maana yake ni kwamba ukiklik eneo hilo itakupeleka hapa ambako unaingiza hicho kiasi ambacho unaona hapa tayari. Umenunua tiketi mbili kwa mfano, maana yake hapa inakuja hiyo 20,000. Wakikuwekea pamoja na kodi, maana yake vyote vinaonyesha hapa. Kwa hiyo baada ya kufuata hizo process zote mpaka mwisho, tiketi za sasa hivi zitakuwa zina majina kwa maana ya jina lako kabisa. Kwa hiyo mpaka utakapokuwa umemaliza mwishoni kabisa kuna sehemu ya kuingiza jina lako, lakini mfumo huu unaruhusu mtu mmoja kuweza kununua tiketi 4 tu kupitia namba yako ya simu ya mkononi, na unaweza kulipa kupitia mitandao yote. Unaweza kulipia hizo tiketi, na mwisho kabisa utaipata tiketi yako ambayo itakuja kuskaniwa wakati unaingia. Kwa sasa hivi hakutakuwa na mambo ya tiketi zile za kuprint. Manake ni kwamba unakuja na simu yako ukionyesha tiketi yako, manake ni kwamba kuna eneo la kuscan ambalo katika kila geti kutakuwa na hizo skana ambazo zinatuwezesha sasa kuweza kuskani na wewe kuweza kuingia uwanjani kwa urahisi kabisa. Ni mfumo rahisi sana kuweza kuutumia, na ni mfumo ambao unakwenda kurahisisha eneo hilo la ukataji wa tiketi, kwa maana ya sasa tunafanya tiketi kwa njia ya mtandao, tiketi kwa njia ya teknolojia ambayo itasaidia mashabiki pia katika masuala mengi hayo ya kuingia uwanjani. Kwa hiyo hapa tutaonyesha namna ambavyo huo, kama mnavyoona, ndio mfumo wenyewe. Ukiingia sasa unakutana na mashindano ambayo yamejipanga, na unaona pale kuna hiyo Tanzania Community Shield 2026, kwa maana ndio ngao ya jamii hiyo 2026. Ukishaingia hapo sasa, ukikliki hapo inakuletea hapo tarehe, na hapo chini kutakuwa kuna mechi. Tiketi zinaanza kuuzwa leo kuanzia saa 8 mchana. Kwa hiyo ikifika saa 8 mchana ukiingia hapo utakutana na mchezo husika, kwa maana Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, na itaanza kukupeleka sasa kwenye hizo hatua zote kama ambavyo nimekuelewesha hapo. Nitaonyesha video ambayo inaonyesha namna ambavyo unaweza kukata hizo tickets. Kama unavyoona hapo, ukiingia zinakuja hizo ni sehemu ya tiketi. Umechagua tiketi mbili, inakuja hapo kwenye malipo. Unaendelea, unaingiza email yako, unaendelea. Kuna hizo OTP zitakuja kwa ajili ya kuverify. Ukiverify itakupeleka kwenye malipo, then inakuja hapo. Unaendelea kufanya hayo malipo yako. Unaona, unaingiza namba yako ya simu ya mtandao wowote, inakupeleka hiyo eneo la payment confirmed, kwa maana ya malipo ambayo tayari umekwisha yalipa. Na namna ambavyo inaendelea kama unavyoona hapo, inakuonyesha mpaka sehemu ambayo utakwenda kukaa, na hiyo kama nilivyosema kwamba hiyo tiketi ni ya nani, unaingiza hayo majina hapo sasa katika eneo hilo hapo, na kisha baadaye unaendelea. Ukiendelea hapo, manake inaonyesha kabisa kwamba Elisa Do ndiye ambaye mwenye hiyo tiketi. Kwa hiyo kama umenunua tiketi 4, manake wote utalazimika kuandika majina yao kwa namna ambavyo unaendelea kununua hizo tickets. Kwa hiyo ni mfumo ambao tunasema kwamba tunakwenda kidigitali na tunapiga hatua zaidi. Kwa hiyo TFF tumeona kwamba
katika eneo hilo la masuala ya tickets, basi twende katika mfumo huo, na wenzetu wa OneOut kwa sasa wao wanatusaidia katika eneo la teknolojia, lakini mfumo wenyewe ni wa kwetu sisi TFF, ambako utakuwa na mambo mengi huko baadaye, lakini kwa sasa kwa sababu tunakwenda kwenye ngao ya jamii, basi niwaambie mashabiki kwamba tiketi zinaanza kuuzwa leo saa 8 mchana kupitia huo mtandao au hiyo platform www.tff-tickets.com. Ukiingia hapo kuanzia saa 8 mchana unaweza ukanunua tiketi yako. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wakiuliza kwamba tiketi zinapatikanaje, zinapatikana wapi, tiketi kwa sasa ni mtandaoni. Kwa hiyo wajiandae kwa ajili ya kukata tiketi katika dabi hiyo ya ngao ya jamii 2026. Kwa hiyo niwaombe, kwa sababu ni mfumo mpya na ndio maana tunaendelea kuelekezana, wakipita kwenye platform zetu zote za TFF watakutana na hiyo video ambayo tumeicheza hapa, ili kuwaonyesha namna wanavyoweza kukata hizo tickets, kuondoa sasa hiyo kama kwa sababu mfumo ni mgeni, maanake ni kwamba itawasaidia zaidi kuwarahisishia katika eneo hilo la ukataji wa tiketi. Kwa hiyo kufikia baada ya press conference hii, video hiyo watakutana nayo kwenye platform zetu zote, alafu kufika saa 8 sasa wataanza kuweza kununua tiketi kupitia katika mfumo huo ama platform hiyo. Nitairudia taratibu ili waweze kufahamu kwamba wananunulia wapi. Nimesema tiketi za ngao ya jamii 2026 zinapatikana mtandaoni kupitia kwenye www.tff- Nataka kuuliza kwamba tiketi inauzwa kwa jina. Je, atakayenunua atalazimika kuja na kitambulisho kama uthibitisho wa jina alioandika kwenye tiketi, ama la, tiketi inatosha? Tiketi haihitaji kitambulisho kwa sasa. Maana yake ni kwamba ukishaandika jina, maana yake ni kwamba linajitosheleza kabisa, kwa maana ya wewe utakapofika pale itaskaniwa hiyo tiketi yako ili wewe kuweza kuingia. Of course kikubwa ni dunia sasa hivi ipo kwenye digitali. Kwa hiyo na sisi tumeingia kwenye digitali ili kuwezesha urahisi zaidi wa kuweza kununua tiketi, kwa sababu ukiingia hapo manake ni kwamba hata kama wewe uko zako Mwanza, uko zako Rwanda, uko zako Songea, uko zako Morogoro, maanake ni kwamba unaweza ukanunua tiketi yako kabisa, ili ikifika siku ya mchezo, maanake ni kwamba wewe unakuja moja kwa moja na hiyo tiketi yako. Kwa hiyo maanake ni kuondoa pia usumbufu, hata ukiwa umekaa nyumbani kwenye kochi, maanake wewe unaweza ukanunua tiketi yako. Kwa hiyo tumeondoa ule usumbufu wa kukulazimisha wewe kutoka nyumbani kwenda kutafuta tiketi sehemu ili uweze kuingia uwanjani. Maanake ni kwamba sasa hivi kokote utakapokuwepo unao uwezo wa kuweza kukata hiyo tiketi yako. Kwa hiyo hilo ndo kubwa ambalo TFF tumeona kwamba tuingie kwenye digital, kuhakikisha kwamba tunarahisisha zaidi hizo taratibu za kuweza kuingia viwanjani. Okay, kwanza niwapongeze kwa kuingia kwa mfumo wa kisasa, lakini nilikuwa changamoto ni katika mfumo ambao ulipita. Changamoto ilikuwa ni kwenye ukataji tiketi viwanjani, kama kuingia kwenye mfumo. Ni pia vipi kwa wale mashabiki ambao watumia simu ndogo ambao hawana kadi kwa kuingia mtandaoni kama kwa maelekezo?
Nashukuru. Changamoto kwa mfumo uliopita siwezi kuzungumza kwa sababu hapa tunazungumza kuhusiana na mfumo mpya ambao tumekuja nao kwa ajili ya kurahisisha zaidi ukataji huo wa tiketi, kwamba wewe unachotakiwa ni simu janja yako tu, umekaa kwenye kochi, unaendelea na taratibu zote za kuweza kukata tiketi. Kwa hiyo hilo ndio kubwa ambalo tumeona kwamba tunaingia digital. Kwa hiyo sio swala la kwamba mfumo gani una matatizo gani ama mfumo gani una matatizo gani. Kwa sasa kwa kuanza, maanake ni kwamba kama hauna simu janja, maanake ni kwamba ni ngumu wewe kuweza kununua tiketi, kwa maana ya kuanzia kwenye mchezo huu wa ngao ya jamii, wakati ambako tunaangalia namna ambavyo uko mbele hata kwenye simu janja yako kuweza kununua hiyo tiketi. Kwa hiyo wenzetu ambao wanatusaidia kwenye teknolojia wanaendelea kuchakata na kuona namna gani ambavyo tunaweza sasa hata ukiwa na simu ambayo sio simu janja, kwa maana ya kwamba kuweza kununua hiyo tiketi. Lakini kwa sasa kuelekea kwenye ngao ya jamii 2026 lazima uwe na simu janja ili kuweza kununua hiyo tiketi yako. Umeeleza vizuri sana. Kwanza niseme pia niongeze kwenye hapo, kwa sababu hiyo kwa kupanda teknolojia kama hiyo inaenda kule ambapo lakini swali langu kubwa ilikuwa ni kwamba umeeleza mchakato kwa uzuri. Vipi kwa wale ambao pengine wanaweza kukutana na changamoto kama kwa mfano mtu labda amenunua kwa kutumia kifaa chake cha elektroniki ili kupata changamoto kama kwamba anapoteza access ya ile tiketi ambayo ilikuwa tayari kwenye simu yake ambayo ilikuwa kuonyesha. Kuna utaratibu wote pengine wa watu kama kusaidika, bali na hata kupoteza pia pengine hata kuna kupoteza na nyingine kama hiyo. Kuna namna yoyote mbadala ambayo mtu akikutwa na changamoto kama hiyo anaweza kusaidika kwa ajili ya kupata huduma ya kile ambacho alikuwa amekilipia? Sasa tusijikite kwenye matatizo, kwa sababu tunaamini kwamba mfumo huu kwanza hauna matatizo, lakini katika upande mwingine, kwa maana ya mtu amepoteza kifaa chake, ukishanunua tiketi, maanake tiketi yako inabaki pale kwenye cards, kwa maana tiketi yako ipo, na ndio maana kuna sehemu ya kuingiza email. Maanake ni kwamba tiketi hiyo unaweza kuipata pia kwenye email yako. Kwa hiyo maanake ni kwamba hata ukipoteza, ukitumia simu nyingine kuweza kuingia, unakutana na tiketi yako, haina shida yoyote. Hata kwa sasa ukiwa umeshainunua wewe mwenyewe binafsi, maanake ni kwamba bado unaweza kuona namna ambavyo unaweza either ku-screenshot au vipi, kwa sababu kuna QR codes pale, ndizo ambazo zitakuwa ziko scanned. Kwa hiyo hata ukiichukua ukaenda kumtumia mtu mwingine, maanake ni kwamba kinachofanyika pale ni ile QR code ambayo ndio inakuwa tunai scan, sio? Lakini ikishakuwa scanned, maanake ni kwamba hiyo tiketi inaonyesha kwamba imekwisha tumika. Kwa hiyo hata ukimpa mtu mwingine akaja, ataambiwa bwana, hiyo tiketi tayari ishatumika na mtu fulani, kwa sababu zinakuwa zina jina. Kwa hiyo maanake itasema kabisa kwamba bwana Ndimbo tayari ameshatumia hiyo tiketi kuingia ndani. Na ndio maana tumesema kwamba tunakuja na solution zaidi kuhakikisha kwamba tunakwenda kidigitali, lakini kurahisisha zaidi katika eneo hilo la uingiaji viwanjani. Swali kodi, kwa mfano ile ukataji tiketi na makazi, nataka tu mara yake nataka tiketi moja kwa watu wanne au tutatoka tiketi moja kwa yule na watu. Lakini pia utaratibu wa yeye kuja kwa ajili ya kuingia uwanjani ataambatana na wale watu wake wanne, au anaweza kila mtu akaja kwa muda wake akaonyesha ile swala. Kwa mtu ambaye anataka kukata kwa mtu zaidi ya mmoja, manake unaanza process ya kwanza. Kuna eneo pale linakuonyesha kabisa kwamba tickets unanunua ngapi. Kuna sehemu hapa nilionyesha inaonyesha namna ambavyo tiketi ngapi ambazo umezinunua. Wacha nikupitishe kidogo. Umeona kwenye eneo hili hapa. Eneo hili hapa, mfano hapa kwenye hii tulichagua tiketi 2. Kwa hiyo manake ni kwamba kama unataka tiketi 4 utaandika hapa tiketi 4, itakuja idadi na kiasi cha fedha. Umeona hapa ilikuwa ni jukwaa la Orbit ambayo ni shilingi 10,000, tukachagua tiketi 2 ambazo imekuja 20,020, ukiplus pamoja na kodi 3600 imekuja jumla hapa ya hii 23,600.
Kwa hiyo mwishoni unapokuwa umelipia zile tiketi, maanake tiketi zote 4 zinakuja kwa wakati mmoja, kwa sababu tayari umekwisha zilipia. Lakini kwa sababu zinakuja tickets kama tickets, maanake ni kwamba hao wengine mnaweza mkaja kwenye muda tofauti, kwa sababu kila mmoja anakuwa na tiketi yake na yenye jina lake. Kwa hiyo anaweza kuingia wakati mwingine, sio lazima mkusanyane muingie kwa pamoja kwa sababu wewe umemkatia tiketi huyo mtu, isipokuwa tu kwamba tukisha scan, maanake ni kwamba hiyo tiketi inakuwa tayari imekwisha tumika. Nimemaliza maswali yako? Hapo. Sawa. Swali lingine kabla sijarudia kwa dada. Labda amekosa mtu wa kumwomba, na Watanzania wengi ambao waliachiliwa wanahitaji wakaone dabi, wakaone mechi ambayo yaliyo. Sijaona kama kuna solution yoyote ya hiyo kitu. Kwa sasa kama nilivyosema, kwa sasa kuelekea kwenye mchezo huu wa ngao ya jamii, tickets zote zitanunuliwa kupitia hiyo simu yako ya mkononi, lakini ikiwa ni